kote humo elimu, kila sehemu ambayo fiqh inagusa mashaka kuanzia kwenye swala, kwenye zaka. Tunatoa zaka la milioni 10 zaka, lakini ita anatia shilingi 10,000 kwenye bahasha tele. Anaenda Buguruni huko anagaia watu 10,000, anaenda sijui Chanika huko anagaia watu 10,000, ndo zaka hiyo. Kwenye bahasha ndo zaka hiyo. Watu wasome katika yale ambayo watasahihisha miamala yao, watasahihisha ibada. Wallahi, katika dini kuna mambo mazito ambayo wewe usiyajua, na ukiyajua utaona kumbe hili liko hivi, na huwezi kulijua mpaka ujuzwe. Na ili ujuzwe ukae darasani usome. Sijui tumeelewana? Hivi leo niulize swala, mtu anijibu vile anakulijua, kama la mtego hivi. Si nimuulize nani hiyo swala? Nani kimbilembele hivi? Wewe bwana daktari, umeajiriwa Amana sijui wapi, hospitali hizo Muhimbili, hospitali zenu hizo, na unapokea mshahara wako kwa mwezi serikalini vizuri tu. Siku moja akaja bwana mmoja na maradhi yake, ukajikuta umemtunuku tu, ukamchukua. Pengine ni mwenzako humu labda, au si mwenzako, lakini umemtunuku. Njoo bwana, karibu kaa hapa. Wewe bwana daktari, wewe tatizo nini? Njoo bwana fulani, kaa hapa, kipimo kutwa nzima unaye mpaka alhamdulillah ikapoa. Ni bwana kaangalia, sema leo nimepata daktari bwana, sio rushwa wala hujaniomba, ile furaha yangu kwa ulivyonihudumikia na ulivyonichangamkia, hizi 20,000 roho safi mpaka mbele ya Allah ninakugaia hizi zako hizi. Wasemaje kuhusu hiyo pesa? Anjichekesha tu ustazi. Sasa wasemaje kuhusu hizo pesa? Unaona zina mushkila zote? Wewe unaona hiyo mtego? Bali muonaje hizo pesa unazichukua? Wewe unaonaje? Kwani ukiziacha itakuwaje? Hamna neno. Hatujisikia vibaya yule kwamba nakugaia afu nanikatalia, na mimi nimekugaia kwa roho safi. Anawaambia huyu ukiziacha yule anaokupa hatujisikia vibaya. Kwa mimi ninakugaia kwa roho safi afu unanikatalia, hatujisikia vibaya. Yule mgonjwa yule ulomshughulikia vizuri, hatujisikia vibaya. Lakini hiyo pesa ni haramu kwa sheria na dalili. Hiyo pesa ni haramu moja kwa moja kabisa. Mtu yoyote ambaye kaajiriwa sehemu na anapata mshahara wake wa ile kazi aliyoajiriwa, kwamba fanya kazi hii, kwa kazi hii ndio unapewa mshahara. Akifanya kazi ile kwa mtu, hatakiwi kupokea hata pesa ya kupewa kwa hiari yake. Hajaomba kana hiyo, aikatae. Akilazimishwa kuikubali, aipeleke kwa bosi wake. Kama ni hospitali ya private, uipeleke kwa mwenye hospitali aliyokuweka pale. Kama ni hospitali ya serikali, sio ndio mtafuta waziri au rais, utairejesha vipi? Lakini ukiitumia wewe ni dhulma. Sisi tunaelewana? Hujaiomba tena umejitahidi kuikataa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma watu wakakusanya katika mapato mji fulani. Kuna watu wachangamfu, watendaji wazuri, sio wale watendaji wetu sisi unaenda hospitali mtu ankununia. Yeye ni mtumishi wa serikali, lakini anakutikia vizuri, anakucheka na wewe vizuri. Basi watu wakafurahishwa na ule ufanyaji kazi wake, wakaambia hiki bwana, hicho ulichoagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii bwana zawadi yako. Na yeye alipofika akamwambia Mtume vile vile, ya Rasulullah, hichi katika tulioagizana kadha, hii nimepewa mie zawadi yangu, hidayah yangu, sijaomba, sema nimepewa mie. Mtume alikasirika, akamwambia Allah, ungekaa kwa baba yako na mama yako afu ungeona kama ungezipata hizo. Haijamalizikia hapo, akapanda kwenye membari siku ya pili. Mtu tunamuagiza akatekeleze majukumu katika majukumu, kisha ananiambia hii yangu sisi nimepewa. Angekaa kwa baba yake na mama yake, angeona angepata wapi? Sisi tunaelewana? Na bwana daktari tunakwambia, yuko pale daktari, ungekaa kwa baba yako na mama yako ungeipata hiyo pesa? Kama unaipata katika mazingira ya kazini, si halali yako, madamu ile kazi unalipwa mshahara wako kamili. Manake hawanipi vizuri, tena ndio uibe. Hawakulipi vizuri, acha kazi, tafuta unapolipwa vizuri. Si una elimu yako unajisifu. Hiyo ndio dini. Lakini kimtazamo utaona hiyo si ile pesa bwana, ile pesa bwana. Ndio hivyo sasa, ungekaa kwa baba yako na mama pale hospitali yako mwenyewe, umejiajiri mwenyewe, hiyo kazi nyingine.
lakini umeajiriwa, na kwa sababu ile kazi ya mkono wako unalipwa mshahara kwa kazi ile. Hutakiwi kuchukua vitu vingine. Vitu kama hivi utaviona vidogo, lakini kama vingine vinafanywa kazi, tungeepuka kwenda kule Mnazi Wapi Muhimbili kwamba hutibiwi mpaka unyoshe mkono. Maweza ukavunjika guu kule ukakaa siku 3 nzima, hamna vifaa, chuma hamna, nini hamna, nyosha mkono tu. Hujua tumepatikana wapi dakika 2 tu. Ushaingizwa huko SUSP wapi, unafanya operation tu. Kilipatikana wapi hichi? Na mlambini mpaka kanuliwe India. Mara leo kilipatikana wapi chuma hichi? Sababu mambo kama haya ya kuyaika wepesi. Dini yahitaji kusomwa, fiqh yahitaji kutambuliwa. Watu wameipa mgongo sana elimu ya fiqh. Si vibaya kusema baba wanasoma akida tu, ndio jambo la kutambulizwa, lakini elimu ya fiqh katika masaili kadhaa imekuwa watu mengi hawayafahamu kabisa.